Yes, mashabiki wa Media Goma TV, kwa muda wetu habari huyu, muda wa saa 12 na dakika 41, tunakuletea habari hizo zinavyopitikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo katika uwanja wenye mapigano. Kwa majina ni reporter Nelson. Katika muda huyu tunaendelea kukuletea habari zenye uhakika na habari zenye kamili. Kwa sasa leo tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka wa 2026, kuna mengi tunakuja kuletea katika muda huyu wa jioni wa leo. Leo tuko na habari mengi zaidi mashabiki zangu katika uwanja wenye mapigano. Mambo yanaendelea kuwa nyingi zaidi katika sekta ya North Kivu na upande wa Sud Kivu. Kabla nizungumze mashabiki, mbele ya kuzungumza mengi, acha kwanza tusalimu mashabiki kutokea upande wote wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wengine kutokea upande wa Kalehe ndani ya sekta ya North Kivu na Kinshasa, Lubumbashi, Manyema, Kindu na kutokea mengine tofauti, mpaka mashabiki wengine kutokea upande uko ndani ya eneo ya Mwenga. Muda kama huyu tunakuletea habari zenye kamili zaidi. Na kwa sasa, kabla nizungumza haya mashabiki zangu kutokea huko Amerika, Canada, Australia na Norvege, ndani ya England na kuelekea mara moja huko Faransa, tunakuletea habari hizi zenye uhakika. Tayari katika muda huyu wa habari nakuletea habari mengi zaidi. Mashabiki zangu, kama unaponisikiliza kupitia muda huyu, endelea kusubscribe, endelea kupartage, kwa sababu hapa ni sehemu yenye habari zenye uchambuzi kila mara. Na katika habari ziko nazo leo na kupeleka mara moja katika ndani ya ulayani Mwenga. Habari zinaendelea kuonekana katika eneo ya Mwenga, ni habari nyingi zaidi katika jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wanajeshi wa wazalendo wanaokabiliana na waasi wa M23. Lakini kuna habari zingine zinasema kama tayari M23 wanaweza kuwa wameshamiliki eneo ya Mwenga, eneo ya Luenda na eneo ya Itombwe, Nyabindi na sehemu ya Bukinji. Tayari kuna habari zinaendelea kusambaa kwenye mtandao, lakini kupitia Media Goma TV ni sehemu yenyewe tunakuletea habari ya uhakika. Habari tuko nayo kwa sasa muji ama katika maeneo zenye uwanja mapambano ziko kwa sasa. Upande wa Sud Kivu kwenye mapigano yameendelea kuzuka zaidi, kama mpaka kuna vijiji kwa sasa vyenye M23 wamesha kumiliki kwa sasa, lakini upande ya uko ndani ya Mwenga ama eneo ya Itombwe bado M23 haijafika katika sekta hili, lakini kuna vijiji vingine M23 walisha kuchukua katika eneo inaitwa Nyabindi. Eneo ya Nyabindi tayari iko kwenye mikono ya M23, walichukua tangu jana mpaka leo. Kwa mapigano yalikuwa jana tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Mapigano haya yalianza muda wa saa 7 na dakika 43, mapigano yakaendelea mpaka muda wa saa 2 wa jioni, wanajeshi wakatulia tena, mapigano akarudi leo tarehe 26, leo Lenji wakaendelea kupambana mpaka kwa muda huyu. Mashambulizi yamekuwa katika eneo hizo mpaka M23 wamefaulu kuchukua eneo inaitwa Nyabindi. Lakini eneo watu walichukua eneo hizo tena, mashambulizi yaliendelea kuelekea mara moja katika kijiji cha Bukinji. Mashambulizi tena liendelea kuzuka kwa sababu wa M23 walizunguka tena wakapiga kona, kwa sababu watu walikuwa kumiliki eneo ya Kipupu. Kwa sababu Kipupu kuna habari zenyewe watu wakiendelea kuzungumza kusema Kipupu FARDC wameisha kumiliki Kipupu. Hiyo ni habari sio ya hakika, kwa sababu habari niko nayo na habari zenye niko très informé na wale wako katika eneo ya Kipupu wanatueleza tayari Kipupu kungali wa M23 ndio wanakina miliki eneo ya Kipupu. Na kuna habari zingine zinaendelea kutambaa zaidi, ndio nataka kuambisha mashabiki zangu, habari ya kusema Kaseki. Kuna habari ya kusema kama Kaseki imesha kumilikiwa na wanajeshi wa FARDC na wazalendo. Hiyo sio habari ya uhakika, kwa sababu kisi ninavyokutangazia eneo ya Kaseki ili M23 waliingia katika eneo hizo na manyumba zote zilikuwa zimechomwa na madrone. FARDC waliingia hapo tayari, hakuna mtu yote alikuwa hapo, kwa sababu hakuna nyumba yenye iko katika eneo ya Kaseki. Kaseki ilikuwa imesha kuchomwa yote, nyumba zote za Kaseki. Kumbuka Kaseki iko juu ya milima. Kaseki iko juu ya milima, sio kwa bonde. Kaseki kwa katikati ya milima hapo ndani ya leo, ukitoka katika eneo ya Kipupu. Na mara moja katika eneo hizo FARDC wakiwa katika maeneo hayo walipata tayari Kaseki ilisha kuondolewa, kwa sababu M23 walikuwa washajiondoa. Sio kusema Kaseki ilichukuliwa kwenye mapigano. Hii jambo nataka nifafanue watu waelewe. Tayari kuna eneo zenye M23 walichoma, kwa sababu Kaseki ilichoma yote.
manyumba zote zilichomwa, lakini kwa sasa FARDC waliingia hapo wakapata Kaseke, manyumba zao yote zimefanya nini? Zimetolewa, yani manyumba zote zimefanya nini? Zimesha kuchoma. Sasa ndio FARDC watu wakaanza kuona hiyo ilikuwa ni siku tarehe 25, ndio niwapeleke mara moja, sio kusema leo ama jana tarehe 26 ndio FARDC walikuwa chukua Kaseke. Hapana, hii ilikuwa ni tarehe 25 ndio siku M23 waliingia hapo wakamaliza masaa 7 wakatoka na wakaacha nachoma manyumba zote za Kaseke mpaka wazalendo waliingia hapo. Lakini kuna mavideo watu wanaendelea kuonyesha kusema kama Kaseke ilichukuliwa leo, wengine wakizungumza Kaseke ilichukuliwa jana. Kaseke iligachiwa tarehe 25. Eneo inayoitwa katika eneo ya Lwemba. Ndani ya Lwemba nako iko kwenye mikono ya M23. Katika eneo ya Lwemba na katika eneo ya Lwemba ingali kwenye mikono ya M23, huko ni upande wa Sud Kivu. Na kwa sasa katika eneo hizo naenda kutangazia mpaka kwa moja, wanajeshi wa wazalendo waliingia katika eneo ya Lwemba, walitaka kuingia Lwemba wakakutana waasi M23 wakapigana kabisa, kwa sababu wanajeshi wako katika Sud Kivu wameamua kwa kweli kupambana kiwakika. Lakini kitu moja wanapitia changamoto ni hatua ukiwa kwenye mapambano, serikali FARDC inaendelea kufanya nini? Kuambia wasiendelee kwenye uwanja wenye mapambano, wanawarudisha nyuma. Ili ndio jambo lenye watu wanaendelea kupitia katika seta ili tunavyozungumza katika muda huyu. Mashabiki zangu, nakuja kuwapeleka habari zingine zinatokea Kinshasa. Tangu Kinshasa, tangu leo Kinshasa ilikuwa naonesha wanajeshi walikuwa wanapatia certificate ma diploma ya kijeshi, walikuwa wanajeshi wengi zaidi. Hao wanajeshi wa sasa ni kumbuka, tulikuwa tumemaliza siku tukiwaambia kama kwa sasa Felix Tshisekedi anaendelea kutengeneza serikali mpya. Felix Tshisekedi anaendelea kutengeneza chama cha kiserikali kipya, lakini watu wengi mlikuwa mkizungumza kusema haiwezekani kwa sababu FARDC ni wengi zaidi. Lakini nimewaambia wale wenye wanajeshi wa Ibu wale walikuwa ni wadogo, wenyewe walikuwa wanatoka Maisraeli huko mainchi kigeni kujifunza vita, wale ndio walianza na vita. Lakini Tshisekedi aliendelea kutengeneza jeshi lipya kwa sababu sio kusema kama FARDC Felix Tshisekedi hajui kama wanajeshi wa FARDC wanakula rushwa, na anajua tayari wanajeshi wa FARDC kati yao kuna wale tayari wanaonesha mbingu ya kivita, wale makomando wote wakiwa kwenye uwanja mapambano vita lenye la Sud Kivu kwa Nord Kivu. Kwa nini hawafaulu? Kwa sababu walikuja kujipata tayari kuna wale wasengenya, kuna wale wasaliti. Na unajua ili serikali, watu wengi wanafikiria kama serikali kubadilisha serikali ni dakika moja. Sio hivyo, kwa sababu serikali inabidi kwanza watu watumie teknolojia ama kutumia fikra, ni je wataweza kubadilisha mikataba hii, kwa sababu Felix Tshisekedi alipata tayari wanajeshi ama alipata tayari wanaokabiliana ama wa viongozi ni wengi partenaire de FARDC, na kwa sasa ili yeye mwenyewe akuje kufaulu kufungua hiki chama chake cha Ibu inabidi aende na utaratibu, na kwenye utaratibu anaendelea kufanya kwa sasa ni baadaye munaona gisi wanajeshi kwa wingi wa Ibu wale wanaendelea kuonekana kwenye uwanja wa mapambano. Muliona mara moja wako wengi, karibu 200,000 personnes militaires, 200,000 personnes militaires ni wengi zaidi, na kwa sasa hao ndio onekana, na mpaka kwa kweli kuna wengine wanaendelea kuonekana katika muda. Ili kumbuka M23 ni kama vile walikuwa wakionyesha FARDC kwa sasa, ili ni hatua waanze kufanya nini, kujipresente, lakini tayari waasi M23 nao walilanshe wanajeshi wao mpaka FARDC nao ikasema kwa kweli inabidi jeshi la Ibu, kumbuka hao wenyewe walioneshwa, hili niwapeleke vizuri, au wanajeshi wenyewe walioneshwa, sio wanajeshi wa FARDC, kwa sababu kwa sasa hakuna centre de formation ya FARDC. Ili nakuletea kabisa saa hizi ma centre de formation zenye zinaonekana kwa sasa ni centre de formation ya jeshi la Ibu avec Serpent Noir, wale ndio wenye wanaonekana kwenye uwanja wenye katika maeneo yenye mafunzo. Kwa sasa FARDC, jina la FARDC linataka kuvutika. Kwa siku ziko mbele mtakuja kusikia jina lenye FARDC litakuwa limeondolewa, limebadilishwa kuwa tayari jeshi la Ibu, litakuwa Ibu kwa sababu avec Serpent Noir na wazalendo. Kwa sababu gani? Jeshi la FARDC kwa sasa ni jina lenye litakuja kuzimika kwa dakika moja. Hatua pa Ibu litakuwa limesha kuwa wengi zaidi. Kwa sasa litakuwa FARDC, kumbuka kwa sasa
FARDC kuwabadilisha itakuwa vigumu, kwa sababu wote wakisema FARDC wanabadilisha mara moja, waseme wameondoa viongozi wote, watapita na ingia katika marebel. Sasa inabidi watakuwa hatua Felix Tshisekedi ni mjanja, atakuwa anaanza kuchukua kiongozi mmoja anaweka kwenye jela, kiongozi mmoja wa Ibu anaingia nafasi yake. Unaona vizuri, hivyo ndio zitakuja kutengenezwa hizo jambo. Na hapo kwenye ninawapasha mashabiki zangu, mtakuja kuniambia hili jambo, nawaambia ni jambo la ukweli, kwa sababu tunaangalia jinsi mambo yanaendelea. Mtakuja kuona tayari jeshi la Ibu ndio litabaki government lenye linaanza kumiliki Kongo. Atua FARDC wote wale wazee, ukiangalia wanajeshi wenyewe kwa Ibu hakuna hata mzee, kuanzia 25 kuanzia 30 hapo ndio mwisho, ndio wanajeshi kuanzia 18 kuanzia 20 kukamata 25 jusqu'à 30, wale ndio wanajeshi wa Ibu. Lakini FARDC kuanzia 80 wanajeshi wako huko, kuanzia 70 wako huko. Sasa wale watawezana na M23 kweli? Ni vigumu sana kuwezana na M23 kwa sasa, ili ndio na kwa sasa serikali FARDC Ibu likiwa mingi mara moja, mtakuja kuona FARDC imeisha kwa sasa. Upande wa Ruchuru nako mtoto wa risasi unaendelea kuzuka zaidi. Kwa sasa mashabiki zangu, vita inaendelea kuwa mbaya zaidi. Kwa sasa sikuwa nataka kuzungumza mengi, nilikuwa nataka niwapatie update kuambia sasa kwenye uwanja mapambano, na nilikuwa nataka kuwapatia confirmation kuambia wale wanaozungumza kama Mwenge imechukuliwa, hapana, Mwenge ingali katika mikono la FARDC pamoja na Itombwe na Kalemi, watu wakizungumza mengi, lakini M23 ni la kuavance kwenye uwanja mapambano. Tupatane kwa habari zetu za asubuhi tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Majina ni Reporter Nelson katika Muda wa Habari Media, Goma TV na ndani ya Media Bukavu Team. Bye bye. Mungu awe pamoja na nyinyi.